Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Leo ni Alhamisi Kuu ambapo tunaanza siku tatu za msingi, siku tatu za mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ni siku Yesu alipoandalia watu wake meza kuu. Basi tutaanza kwa kipengele kifupi cha maandalizi ya meza ya Bwana ambayo aliandalia watu wake jioni kama leo miaka 226 iliyopita. Basi pembeni kule unaona kuna meza tunayoipamba ni meza ya utumishi. Kwenye kanisa letu tunaona alikuwa kwenye meza hii Alhamisi Kuu. Ni meza ya kusadaka kwetu kwa wengine. Meza ya Yesu Kristo aliyosadaka kwa ajili yetu. Siku hii akajitoa sadaka, akasalitiwa na kuingia kwenye njia ya mateso. Ni meza ya kujitoa kwetu kwa ajili ya wengine. Tunaona baadaye baada ya huu kujitoa kwetu kwa ajili ya wengine kama ishara ya kujitoa kwetu, basi tunapamba meza hii. Basi tunaipamba kitambaa. Meza tunaipamba kitambaa cheupe. Tunatafakari wanaohudumia watu katika jamii yetu, wauguzi, madaktari na sisi tunaohudumiana. Tunatafakari huduma ya upendo kwa ajili ya wahitaji, upendo na joto lililotolewayo kwa wagonjwa mbalimbali. Tunapamba meza hii na kitambaa cha utumishi wetu. Na meza ya Bwana pia na mshumaa. Tunatafakari wale wote ambao wamekuwa ni mwanga kwa wengine, wanahubiri kwa maneno na kwa matendo injili ya Yesu. Makuhani, watawa, kina mama, kina baba, vijana na watoto, na wote wenye kuondoa giza katika maisha ya watu. Tunapoondoa giza katika kuwahitaji mbalimbali, wafungwa, wadhaifu na maisha ya maskini, tunakuwa basi tunawashia mshumaa katika maisha yao. Meza ya Bwana ilikuwa pia na mkate. Tunatafakari wote wanaoleta haki kati ya watu, wanaoshughulikia mahitaji ya watu ulimwenguni, na wanaogawia wengine tunu zao na kuishi maisha ya kidugu, na wanaowajali wengine kwa rasilimali zao na mali zao. Katika meza ya Bwana tunaipamba kwa maua. Tunatafakari majitoleo yao wanaojishusha kuosha miguu ya wengine, wanaokuwa tayari kuinama chini kwa ajili ya wengine, wanaoguswa unyonge na uhitaji wa kibinadamu, na wote wanaohangaika kwa ajili ya maisha bora ya wengine, na wote wanaotafuta mazingira ya kuvumiliana, mazingira ya kusameheana, mazingira ya kupendana, mazingira ya ukarimu na kuaminiana. Na meza ya Bwana tunaipamba na kalisi, ambacho ni kikombe cha ushirika wa upendo wa Kristo. Ni kikombe cha matoleo ya sadaka ya thamani sana, na ni ishara ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyetukomboa kwa damu yake, na ni kikombe cha baraka na neema ya Mungu. Basi naomba tusimame tuendelee na ibada. Leo Alhamisi Kuu ni siku ambayo ina ishara nyingi. Ishara ya kwanza, Kristo aliweka sakramenti ya uungwana.
Kwa hiyo tulikuwa tunatumia wamama leo tunapeleka siku ya mapato, na kwa wote basi leo nitaomba kwa mkula wetu basi mtutakie sisi mapato siku njema kwa namna yenu, tutatuambia tufuate siku ya mapato, siku ambayo sakramenti hii iliundwa. Lakini siku hiyo hiyo akawaomba kwa mfano kuoshana miguu, kuombea wengine. Na hii baada ya kuosha mikono mtakatifu kwa Yesu kumosha ndani kusimama, lazima uiname. Na miguu sehemu kwa kipindi kile hakukuwa na viatu kama leo. Vumbi. Baba unamshusha kwa hali ya chini zaidi kwa ajili ya wengine. Lazima kama wewe unajishusha uwe tayari kuonyesha upendo wa hali ya mtu, pia kusamehe wengine. Na ni siku basi tunapenda tukapendana. Hapo mpya kwa wao. Kinyume cha kupendana ni kuchukiana. Kama tutafakari tunapokuwa ingawa tukapendana, tuanze kuondoa ingiza na kutopendana, kuchukiana, kulaumiana na kutoona wengine kama bila waliopanda sura ya Mungu. Tumkaribishe Mungu katika maisha yetu. Leo siku hii ya kwanza na siku hizo tatu za kipekee, Mungu Kristo atujalie tu kwa leo kwa kipindi tuwe na moyo wa kupenda wengine. Basi tukienda zetu ili tusaidie kuadhimisha na ungamia kwa Mungu. Ndio maana naomba Bikira Maria, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Tuhurumie, asamehe dhambi zetu, na tufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
tumekusanyika ili kuadhimisha karamu takatifu sana kama mwanao kabla ya kutolewa. Alilikabidhi kanisa kwa karne zote sadaka mpya na karamu ni upendo wake. Tunakuomba utujalie kuchota katika fungu hili kuu utimilifu wa mapendo na uzima kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kukaa katika mwili mtakatifu Mungu milele na milele. Na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na kondoo, basi yeye aliye karibu na nyumba yake na wamtwae mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kutia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndiye Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likiwaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Neno la Bwana. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Kikombe kile cha baraka tukibarikicho,
Je, si ushirika wa damu ya Kristo? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote nitakipokea kikombe cha wokovu, hapo nitangaza jina lako. Ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. E Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako. Umevifungua vifungo vyangu. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana mbele ya watu wake wote. Somo la pili. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana nilivyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula, akikitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Neno la Bwana.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Basi Kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti, ndiyo maana alisema si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Neno la Bwana. Mzangu, kama nilivyotangulia kusema, leo tunaanza siku tatu takatifu, kwa Kiingereza tunaziita Easter Triduum. Mkiangalia tumeanza na wimbo wa utukufu, tukapiga zile kengele, na ni kama zimeishia pale, sio kama zinaishia pale, ya tafakari mateso ya Bwana. Hivyo basi, kwanza tunaangazia mambo mawili makuu: upendo unaojitoa, upendo wa ajabu unaojitoa zaidi ya kujitoa, na pia tunaangazia fadhila ya unyenyekevu. Umesikia somo la Injili, mmeelewa nilichowatendea, kwamba yeye aliye mwalimu, yeye aliye Bwana anashuka na kuwaosha miguu yao, kwamba
kunyenyekeana, na tatu, hii huduma basi ya kuhudumiana mwingine. Tutaangalia haya matatu. Kwa hiyo leo haya matatu yakiwepo, pia tutaangalia sakramenti hizi mbili kuu, sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya ukuhani. Mara nyingi tunapoenda mitaani tunauliza sisi kama Wakatoliki, hizi sakramenti zetu saba zitatoka wapi? Kwa leo tumetoka hapa na jibu kwamba siku ya Alhamisi Kuu Yesu alianzisha sakramenti ya ukuhani na pia akaanzisha sakramenti ya Ekaristi. Kwa hiyo leo umepata majibu mawili kwa siku moja. Injili basi yako kwenye Biblia, leo tuangazie haya mawili. Kwa hiyo tunaanza basi na Ekaristi kwanza. Ukiangalia jimboni kwetu hapa, jimboni na majimbo mengine na mengi, siku ya Alhamisi ni mahususi kwa ajili ya kuabudu Ekaristi. Na niseme kwamba nishukuru wale ambao kweli tunafuata ule mwongozo wa jimbo. Lakini tukikuja kuabudu Yesu Ekaristi, kama imani yetu inavyotuelekeza kwamba tujitahidi kwanza, usije ukapita ukasema wale ni wale ambao hawana kazi. Naombeni ndugu zangu, tutafute muda wa kukaa na Mungu. Iwe ni hapa kwetu au wale ambao tuko mjini, kuna St. Peter, kuna St. Joseph, sehemu ambazo tunaweza kukaa kwa ukimya, kutafakari majitoleo ya Bwana, kwa sababu sakramenti ya Ekaristi akajitoa yeye mwenyewe. Tumesikia somo la kwanza, sadaka ya zamani imegeuka kuwa ya wetu ya jipya, anajitoa. Ndugu zangu, hili swala la kujitoa, naomba tujitafakari vizuri. Naomba nitoe mfano ambao ulitokea shirikani kwetu. Kuna padre wetu miaka inakaribia 12 alifariki, lakini kabla ya kufariki bado alikuwa na shida ya figo. Na ukijua mwanadamu ana figo ngapi? 2. Na nataka kuangalia swala la kujitoa. Kwa hiyo wakaja shirikani, sisi kama wanafunzi tunasoma, ndio fulani anaumwa, anahitaji nini? Figo. Kwa hiyo tunaomba kwenye kikao, ni nani yuko tayari kutoa figo moja kwa ajili ya Bwana? Tumsikie Kristo. Wakazunguka mpaka dada yake mtawa na yuko bado hai, ndio aliweza kusema, mimi kwa ajili ya ndugu yangu padre ninatoa figo yangu. Unajua sasa kwenye mitandao huyu hapo tunaanza kuulizana, hivi ndugu zetu, hakuna mmoja angejitoa tu kwa figo yake. Yaani unachukua uhai wako, maana natoa moyo wangu, natoa figo yangu kwa ajili ya ndugu yangu. Hebu kama una mke na wanaume wafahamu naye, hebu tafakari kufikia leo kama unaweza kutoa figo kwa ajili ya mke wako au kwa ajili ya mume wako. Serious Kristo. Hapa tuangaliane tu. Utaniambia kama mahubiri tu maliza hii, hatuwezi. Hii utaniambia tu maliza mahubiri yangu niende nyumbani. Kwa hiyo nimetoa mfano halisi wa Ekaristi, sadaka iliyo kuu zaidi, akajitoa yeye mwenyewe. Sasa nikiuliza nani atajitoa hapa, ndio tunaanza kuangaliana hapa. Hata mimi mwenyewe nitaanza kusema kwa maneno nitaanza kuyameza. Tutafakari hiyo sadaka, hapo amejitoa mwili wake kwa ajili yetu sisi. Wangapi tutajitoa sisi hapa? Msinipe majibu kwa sababu najua hapa. Kwa hiyo Paulo anatukumbusha kuhusu sadaka hii. Somo la pili ambalo tumesikia kwenye waraka wa Paulo kwa Korintho, ni yale maneno ambayo tunaongea kila mara, kila Jumapili, kila tunapoingia kwenye ibada ya misa, kwamba akatoa mwili wake na damu yake akabeba kwa ajili ya wokovu wako, kwamba tunajikumbusha kujisadaka kila uchao, kila siku kujikumbusha kujitoa kwa Kristo. Na sio kumbukumbu tu, sio kumbukumbu kwamba Kristo alijitoa miaka hiyo. Na upende tusicheze na Ekaristi. Nimeshasema hapa mara moja, mara tatu. Sijui waita kina nani wanaotuma watoto kuchukua Ekaristi. Hii ni sakramenti yenye mtakatifu wa haja tu sana. Hata mwenyewe nakumbuka sisi tukiwa watoto,
si watoto, vijana kule nyumbani, tulikuwa tunaambiwa hata kina dada na kina mama, mkija kwenye Ekaristi mpaka mfunge nini? Hizi za watu zimeishia wapi? Ama tutoe leso, kwa sababu ndio kupokea kilicho kitakatifu. Sawa, hata kama hatufungi, lakini mwingine anapokomeleka kama ana Yesu, anatembea kama sika huyo ndio wapi? Juzi hapa kuna mtoto mimi hapa na yule alikuwa ametumwa, wakati atakwambia msimamizi hapa aende kumwambia nini, mtoto amekimbia na akakimbia akamlazimisha ule mwili wa Yesu, na akakimbia akienda mama kwa hiyo ni jambo ambalo linakuletea laana ya ajabu sana. Na kama mimi nilipokuwa koroko kwa ndugu mwingine miaka 6, ilikuwa kweli inaniumiza sana. Wanakuja hasa wanapokuja msibani, mara nyingi wanawili ya mabatizwa wanakuja kwenye msiba, na kwa sababu kila mtu anataka kukomunika, watu wanataka kukomunika. Na wapeni sisi wana sala isitokee kwamba unaona aibu hapa linabaki, kama kweli unasikia sisi sahihi, basi tu na uombe Kristo akustahilishe. Kwa hiyo nilikuwa napata muda mgumu baada ya ibada msiba upita tena kwenye mabenchi, mtu amekomunika, amepokea mwili na damu ya Kristo, amepokea mwili wa Kristo na hajui ni nini. Sasa kasi nyingine napata mchokota kwa aibu, sababu kumekuja kukomunika na ujumbe kukomunika nini. Na unapokuwa kwenye mabenchi, si mabenchi tu, lakini kwa nyumbani tujiandae tunaenda kanisani. Hatuendi kwenye vikundi, hatuendi kwenye sherehe ya Bwana, kwamba ni Kristo anayeadhimishwa, kwamba hii sadaka ikaipokee, na unaporudi tena kwenye kiti chako sio kama watoto. Wale wengine wanaangalia inaojaje, maana utafakari uliyempokea ni Kristo aliyemweka sana. Basi tunaangalia kujitoa kwake kwa adabu na upendo alioonyesha kwetu kama wanadamu. Kwa tunaangalia kwanza Ekaristi Takatifu. Pili, tunaangalia basi sakramenti ya ukuhani kama padre. Hapa nimesema leo inabidi nijitokeze. Basi tunaweza nisi baada ya misa ndio paka hiyo nimepata kuongezwa. Unajua watu wamejipanga, lakini kama wao si watu basi baada ya misa ndio waongeza. Nataka sisi kama machache sakramenti ya ukuhani. Mapadre tumeitwa hatujajiita kuadhimisha Yesu wa Ekaristi. Lakini kitaka kuangalia kinachotukanisa sana kama mapadre sakramenti ya Ekaristi. Kinachotoka mara nyingi sawa sakramenti ya Ekaristi. Au ukiona askofu mpaka anakuwa kikofia kile kushuka kuwa sawa hadi wenzake, kwamba tunamshusha Kristo, Roho anapata kushuka. Naomba niwaombe kwa sana leo. Naomba mwombeni mapadre. Mniombee mimi, najua mna namba nyingi za mapadre. Hata kama hamjatutakia heri ya siku yetu, naomba mtuombee sana utakatifu, tukapata kuwa kielelezo kwa watu wengine. Mimi nimekuwa kijijini, na kupata kipindi sisi tunatumikia misa, na kama nilitumikia misa, nilikuwa nadhania mapadre wakimaliza ibada ya misa na hao watumishi wanaenda kule nyuma kuongea na Mungu na kula sadaka. Tumsifu Kristo. Nilikuwa natamani sana, kanisa letu lilikuwa finyu sana, mpaka hakuna nafasi ya watoto. Nilikuwa tunasimama kule nje kule pembeni, mpaka naona ule utakatifu. Sasa naomba kwa sababu Yesu aliwaelekea watu kwenye pembeni utakatifu, kwa kuadhimisha na kuwaleta watu wengi kwa Kristo. Mwombeni mapadre. Najua kiubinadamu tunapenda kuwasema, labda mnaona kwanza tunatoka amepita sehemu fulani, tunapenda kuwasema. Naomba zaidi tunene uongee na Mungu kwa ajili ya kazi ambayo unaifanya. Na wale basi kabla tutakuwa kielelezo chema kweli, tuombee kama tutakuwa kielelezo chema, tusije kama watu motoni tusije. Kama utamwombea maji hata mmoja tupale kama mwenyesha mkono. Kama utamwombea maji kama mwenyesha mkono. Yaani watu wengine hawataka kuniombea ya jamani. Hata sio mimi muombee mapadre. Naomba nioshe mikono hii kwa kuombea mapadre. Kuombea utakatifu wa ibada wanazo ziadhimisha. Kwamba maisha yetu yatagusa watu.
na sio kupotosha watu. Tukakuwa mfano, tukawa mfano kwa watu wengine, na sisi tukapata kushuka kiasi cha namna Yesu alivyoshuka kuwaosha wengine miguu. Tukatumikie. Usiku ukinipigia simu padri na mgonjwa hospitalini, niweze kuwa na utayari wa kutoka kwenda kuhudumia. Mtuombeeni hiyo karama na nguvu ya ndani kubeba padri wakapata mwamko mpya wa kutumikia kanisa na taifa la Mungu. Jambo lingine basi la kuangazia, tunaangalia sasa mbele ya kanisa la kuhani, lakini naomba tuangalie basi hii swala zima la unyenyekevu, kwa sababu wote tumebatizwa na ubatizo wetu sisi makuhani. Swala la unyenyekevu ina maana gani? Unyenyekea ina maana kwamba, kwa mfano, nimekukosea au umenikosea, kuombana msamaha. Utizame mfano wa mwana mpotevu, huku akijua kweli hana haki, lakini akaomba ni kuondoa kiburi. Unyenyekea ni kuondoa kiburi. Akaondoa kiburi alichokuwa nacho, akaamua nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia nimekosa mbele yako. Sisi sote tukachukua mfano, tuseme na mimi nitaondoka. Kuondoka kwamba naacha kauli hii ya kuwa na kiburi sana. Nitaondoka, niache kwamba sitaki kusamehe watu, niache mambo haya ambayo hayampendezi Mungu na yanawakuza watu, nipate kunyenyekea. Nitaondoka, nitakwenda. Kunyenyekea ni kusaidiana katika majukumu na shida za kawaida, mambo ya kawaida, hiyo ni mabeba au mabaya, ukainuana kuinua mtu ambaye yuko chini, ni kunyenyekea. Kwa sababu kama mwingine kwamba kama si kunyenyekea basi ni kiburi. Kuwafariji wengine, kuwaonea huruma wengine, hata wale ambao hawastahili kuonewa huruma, ndio lazima la unyenyekevu. Unavunja nguvu za kiburi, unavunja kutaka mamlaka. Kumbuka Petro amesema nini? Petro hakutarajia kwamba Kristo amefanya jambo lile, akamwambia Bwana, mimi huwezi kuniosha, kwa sababu walitegemea kwamba wao ndio wanaofaa kuosha bosi wao. Kristo akamwambia mgeuke na wapa na uonyeshe mfano ambao ni tofauti. Kwa Petro anafundisha na sisi tunafundishwa, tusianganie kwa neno. Ninajua mimi ni mwalimu na mkombozi, lakini nawafundisha jambo la kwamba kazi, vyeo, kama padri, wewe kama mwenyekiti wa kanisa, wewe kama mwenyekiti wa wakati, wewe kama mwenyekiti wa vijana, wewe kama mwenyekiti wa vita, wewe kama mwenyekiti wa Yesu, vyeo ni kuhudumia, sio kile ni kuhudumia watu wengine. Tujitafakari kwa namna ile. Sisi hiyo ni kanisa, lakini pia nyumbani. Baada siku moja surprise kwa watoto, wengine jikoni wapikie chapati, wengine jikoni wapikie masakari, bado baba leo anaendelea jikoni. Msiki pia kwamba tuhudumiane. Kama leo kwa vingine baba wetu anashangaa, na sasa kichwa kimekuwa chini. Sasa ndio unyenyekevu, kuinama chini. Mpaka nimesema wakati utanguliza kwamba dada zima la kuosha miguu kipindi kile hakukuwa na viatu, isikuwa ni zile sando za kawaida tu, na vumbi zote. Wametoka huku kuhudumia jumuiya, wanarudi nyumbani hapo kwenye sherehe, ameamua basi kuwatawala. Bwana akainama chini kwamba amejisusha kwa namna ya kipekee, na sisi ndio vile kwamba tunapata kujisusha kwa namna na kutoa huduma. Na jambo lingine basi ambalo tuliangazia siku ya leo ni basi amri kubwa na wapa kupendana. Kinyume cha kupendana ni nini? Kinyume cha kupendana ni nini? Simseme kwa sauti. Kinyume cha kupendana ni nini? Yesu alisema sisi yangu anatuambia tupendane. Angalia jirani yako, mimi hapa sina jirani. Mimi nataka nijipende, lakini mwambie sasa tupendane. Mwambie tupendane. Si mwambie watu kuhusiana, mwambie sasa tupendane. Mambo tupendane. Kama hivi unaposema basi tunapendana, unakusameheana. Kwa maana hata naomba leo kama tumewabeba watu tuachie. Sasa tunaingia kesho Ijumaa Kuu,
siku ya sadaka kubwa vile, bado nimembeba mtu. Tutafanya swala hili. Najua unajua kusamehe sio rahisi. Kusamehe sio rahisi. Ndio hivi sasa Yesu akaamua, hebu tafakari, wanaume wanakuja baadaye wanakaa 12. Huku akijua vika kwamba Yuda yuko pale pale. Bado anamuosha. Inaita wengi, wasaliti kwao tupo wengi. Lakini Kristo akatuonyesha mfano. Wanatuambia tufanane na Mungu, tufanane na Kristo. Tujifananishe na Kristo. Wakati unafikia watu wabeba, nikiona nakukaa siku moja tuambia siku moja jamaa moja soma shule ya sekondari. Ndio kijana tu. Alikuwa mrefu kama mimi. Kwa tunasema masuala ya vijana. Watu kama sana tunaweza kutiani atuzungumza tuongee. Kwa siku moja kaenda sokoni, na sokoni kwetu kuna vitabu vingi. Ndio sana kama mtaka. Wewe nikamwona kwa sasa ndio tusalimiane. Mimi nikamwona niona leo kaja mzee Yesu. Sasa hatuna ujanja, lazima tufanye nini? Tusalimiane. Mimi bwana. Sasa unajikuta umeingia kwenye mtego ambao sio kweli. Kama leo tutafakari mtu mmoja ambao sasa sitaki kumsamehe, mwambie kwa leo nakuachia. Asiseme mmoja nitakuachia. Si useme utaachia. Sasa nitaachia kidogo. Tuachie tusikakazia watu ambao hawana nafasi katika mioyo yetu. Hilo sababu ni kazi ambayo tumeachiwa, kwamba amri hii iliyowaachia. Tujitathmini, ni kwa kiwango kipi mimi nimefikia kwenye wapenda. Kwa sababu hapa ungefanya mtihani hapa, ungepata kwamba tunachukia zaidi kuliko kupenda. Tunachukia sana sio kupenda. Na mtaka mjue basi, naomba wanaanza siku moja kwenye vipindi yangu. Juzi nimewaekea mtihani. Wakaanza mtu kesi zao. Hata hiyo ni rahisi sana. Mtendo ni rahisi sana. Ni nini kinatenganisha ndoa na mahusiano? Kwanza walishuka kulikuwa na pointi 33. Niliposema basi tuangalie hili kinaleta pamoja, tulishia 17. Mzee Kristo. Tulishia 17 tu. Na hapo basi ukiangalia basi ni mambo mengi ambayo ni mazuri kwa mke wangu, kwa mume wangu, kwa mpenzi wangu. Utakuta mazuri yanaishia 7, ukienda mabaya 16. Tumsio. Kwa leo tunaalikwa hii amri kuibebe kidogo kwa mara moja, tukapate kuwajalia watu nafasi katika mioyo yetu. Hapo tutafakari tunasikia na tumseme basi leo tunakupenda kidogo. Kidogo kumwonyesha upendo, umsamehe, umsalimie kwa amani. Watu wanasalimiana mpaka wanashindwa ni mume na mke au ni nini. Basi mshikazo tunaoniana sana. Uhamri mpya hii tujaribu kuishi katika maisha yetu ya kila siku. Jambo la mwisho basi ni kwamba tuliposikia somo la kwanza ilikuwa ni sadaka ya kale, na tunatoka kwenye sadaka au Pasaka ya kale tunaingia kwenye Pasaka mpya. Kwa hiyo tunaombeni tunapoingia kwenye ibada za misa kila siku. Nakumbuka tukiwa mashemasi tukikumbuka swala hili la kuadhimisha ibada ya Kristo, kwamba kila ibada iwe special, isiwe mazoea. Mara nyingi inawezekana kama mapadri wa sisi mgombeni, tusiweke mazoea katika kuadhimisha ibada za misa. Ninapokuja kwenye ibada ya misa, kama nitafakari, iwe ni original. Sio kama ajenda za Baba na Baba imekuwa mazoea. Na sisi kama waamini tusiweke mazoea kwenye kuingia kwenye ibada za kanisa. Kila siku. Na mwisho unakumbuka
kufanya kazi kule Netherlands. Nikaenda kuadhimisha ibada ya misa kwa masista wa Mama Teresa, na masista wale hawajali sana na watu. Kwa hiyo nilikuwa nikienda napata wameendelea kwenye sakristia, na nikiingia altareni niko peke yangu, wao wakalie viti mahali patakatifu, lakini kule sakristia walikuwa wana vitu vingi isipokuwa karatasi moja ambayo ilikuwa inaandikwa mara 3, sentensi 3. Ya kwanza, adhimisha ibada hii ya misa kama ndio ya kwako ya kwanza, kama ndio ibada yako ya pekee, na kama ndio ibada yako ya mwisho, kwamba unapoadhimisha ibada ya misa ile ya kwanza, ya pekee na ya mwisho. Na sisi naombeni tunafuata mfumo wa masista, tunapoingia ibada ya misa tuache mazoea, uje ibada ya misa kama ndio ya kwanza, ndio ya pekee na ndio ya mwisho. Basi kwa mwaliko wa Kristo tutaenda basi kufanya alichokifanya miaka hiyo ya zamani, kuwaosha miguu. Basi nitawaalika kwa mtupe mmoja, wakati akina baba 12 wakijiandaa kuja hapo.
kukimbilia, ulikuja duniani kwa madhambi, nitakase kwa damu ya Bwana.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Tuombe. Bwana, tunakuomba utujalie kushiriki kwa heshima mafungo haya, kwani kila tunapoadhimisha ukumbusho wa sadaka hii, kazi ya ukombozi wetu inatendeka kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki, tendo la kufana na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye aliyekuwa ni wa kweli na wa milele, alipoweka utaratibu wa sadaka hii ya kudumu, alijitoa wa kwanza kwako, kafara ya kuleta wokovu. Akatuagiza na sisi tuitole kwa kumkumbuka yeye, nasi tunaimarishwa tupokeapo mwili wake uliotolewa sadaka kwa ajili yetu na kutakaswa, uinywapo damu yake iliyomwagika kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, waimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Bwana
Kwa hiyo Baba mwingi wa huruma, tunakusihi kwa unyenyekevu Yesu Kristo mwanao Bwana wetu, uvipokee na kuvibariki vipaji hivi, sadaka hizi, dhabihu hizi takatifu na safi nazo kutolea kwanza kabisa kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuliletea amani, kulilinda, kulikusanya katika umoja na kuliongoza popote duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na Askofu Mkuu Yuda Tadei Ruwa'ichi, eni mcha Mungu msaidizi wake, na wote wenye kushika imani ya kweli Katoliki na ya mitume. Bwana, wakumbuke watumishi wako, viongozi wa mashirika ya kitawa na viongozi wa dini, nao wote waliopo hapa ambao wewe waijua imani na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea dhabihu hii ya sifa, nao wenyewe wanakutolea dhabihu hiyo kwa ajili yao na kwa ajili ya jamaa zao wote, kwa ukombozi wa roho zao, katika tumaini la kupata wokovu na usalama, na wanatolea nadhiri zao kwako wewe, Mungu wa milele uliye hai na wa kweli, kwa kushirikiana na kanisa zima katika kuadhimisha ile siku takatifu sana ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alitolewa kwa ajili yetu. Tunamkumbuka kwanza na kumheshimu Maria mtukufu daima bikira, mama wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, alafu Yosefu mwenye heri mume wake huyo bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Tomaso, Yakobo, Filipo, Bartolomeo, Matayo, Simoni na Tadayo, Dino, Kleto, Clementi, Sisto, Cornelio, Cipriano, Laurendi, Bisogoni, Yohane na Paulo, Cosma na Damiano, na takatifu wako wote, kwa mastahili na maombezi yao tujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada wa ulinzi wako. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka ambayo sisi watumishi wako na familia yako yote tunakutolea katika siku ile Bwana wetu Yesu Kristo alipowakabidhi wafuasi wake mafumbo ya mwili na damu yake wapate kuyaadhimisha. Na uziweke siku zetu katika amani yako, na uamuru tuokolewe na laana ya milele, na tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii ikupendeze, uipokee iwe sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku iliyotangulia kufa kwake kwa ajili ya wokovu wetu na wa watu wote, ndiyo leo alitoa mkate katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akainua macho yake mbinguni kwako wewe Mungu Baba yake Kwa hiyo Bwana, sisi watumishi wako na taifa lako watakatifu naadhimisha ukumbusho wa mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na ufufuko wake kutoka kuzimu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Tunakutolea wewe Mungu mtukufu na mwenye enzi, kati ya zawadi ulizotujalia sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na mawaa, mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha wokovu wa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema, uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka yake Abeli mtumishi wako mwenye haki, dhabihu ya baba yetu Ibrahimu,
na ile aliyokutolea Melkizedeki kuhani wako mkuu, kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na mawaa. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru kwamba sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kupelekwa mpaka kwenye altari yako juu mbinguni, mbele ya uso wako mtukufu, kusudi sisi sote tutakaopokea mwili na damu takatifu ya mwanao kwa kushiriki katika altari hii, tujaze kila baraka na neema ya mbinguni. Ee Bwana, wakumbuke pia watumishi wako tunaoombea katika misa hii, waliotutangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa imani. Tunakusihi Bwana, wajalie mahali pa faraja, mwanga na amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakosefu na utumainia wingi wa rehema zako, utujalie sehemu ya urithi wa ushirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohane, Stefano, Matia, Barnaba, Inyasi, Alexander, Marcelino, Petro, Felista, Apetua, Agata, Lucia, Albano, Nesi, Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Na kuomba Bwana mkarimu, tupokee na sisi katika ushirika wao, si kwa kuhesabu mastahili yetu, bali kwa ajili ya msamaha wako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana, kwa ajili yako unaomba daima mema yote na watakatifuza, kuyatia uzima na kuyabariki kwa kutujalia sisi kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho ya Kimungu, tunasali pamoja: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wako tuokolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, kama tumaini lenye heri na utaua Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tuimarisha kanisa lako. Upende kujalia amani na ama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi. Basi kwambie upendo yani
Tazameni mwana kondoo wa Mungu, tazameni aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioandikwa kwenye kalamu ya mwana kondoo.
Ninakuabudu Mungu wangu, umejificha hatarani. Ninakutolea moyo wangu usiofahamu siri yako. Mafahamu yangu yanadanganya, yanapokuona napunguza, namsadiki Yesu hadanganyi. Yeye Mungu Mwana na ukweli, waficha Mungu msalabani, na ubinadamu hatarani. Nami naungama zote mbili, kama mimi yule mwenye toba. Toba swalilikuwa majeraha, nami naungama zote mbili. Ewe Yesu, nipe pendo lako, tumaini kwako na imani. Umeteswa nini Bwana mwema, kwa kunipa mkate wa uzima. Yesu, unifiche ndani yako, ili nilionje pendo lako. Yesu, perikane nitazame, na kwa damu yako nitakase. Tone moja ndilo linatosha, na dunia yote yaokoka. Ndani ya mafumbo Yesu yumo, atafumbuliwa kwangu lini.
Sakramenti kubwa twaheshimu kifundi na sheria ya umewapa mkate utokao mbinguni. Tuombe. Ee Mungu, umetuacha ukumbusho wa mateso yako katika sakramenti ya ajabu. Tunakuomba utujalie kuyaheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate daima kuona neema ya ukombozi wako ndani yetu, unaishi na kutawala milele na milele. Atukuzwe Mungu, litukuzwe jina lake takatifu. Atukuzwe Yesu Kristo, Mungu kweli na mtu kweli. Litukuzwe jina la Yesu, utukuzwe moyo wake mtakatifu.